إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. miongoni mwa balaa zilizoenea ulimwenguni katika zama hizi, tena mpaka katika mambo ya dini na katika misikiti, ndani ya ibada, ni suala la picha kwa aina zake. Hivi sasa kuwaona watu Waislamu wameshughulishwa na picha, ima za photograph au picha za video, katika ibada mbalimbali kama vile swala au hata haji. Watu kwenye ibada ya hija, ima wako Arafa au Jamarat, au bali hata katika tawafu kwenye nyumba takatifu ya Makka na sehemu nyinginezo, utawaona watu bila ya kujali huchukua picha. Pengine mtu amesimama na ihramu yake anaomba dua, ambayo ni ibada adhima, akamwamrisha mtu ampige picha kama kumbukumbu, na mara nyingine kutokana na wepesi wa mawasiliano haya akazirusha picha zile kupitia njia hizi za mitandao ya kijamii kama wanavyoita. Kwa hiyo suala la picha limekuwa balaa, limeingia mpaka katika dini na katika mambo ya ibada, na huko kwenye ndoa na mazishi, hadith wala haraj, ni mambo ambayo yamekithiri mno. Waislamu wengi wamelichukulia jambo hili la picha kama suala dogo lisilo na uzito wowote, au swala dogo lisilokuwa na makatazo yoyote,
na wengine wakifahamu kwamba kuna makatazo lakini wamejifunika chini ya mwamvuli wa taawili za baadhi ya mashekhi na baadhi ya ulama, hata kama maelezo ya wanawachuoni hayawaungi mkono kwenye lao walilonalo, lakini bado wao hujipasisha kwa wanaoyafanya kwa fatawa hizo za wanawachuoni. Na wengine wanalichukulia swala hili kiushabiki, kwa kuwa yeye ni mfuasi wa taasisi fulani au mfuasi wa shekhe fulani, basi akaona kwamba sisi kikwetu hili lafaa kwa sababu shekhe wetu kaona lafaa, kalichukulia kwa njia ya ushabiki wa kimisimamo ya mashekhe dhidi ya mashekhe wengine. Kiuhakika hasa wakati tuliokuwa nao, hasa kipindi hiki ambacho watu wanamiliki smartphone, aljawalu dhaki, kipindi hiki masala ya taswir yamekithiri sana, hata katika mambo ambayo ni ya muharramat, ambao uharamu wake uko wazi kabisa. Watu usawiri mambo hayo na kisha kuyaeneza, na wengine wakaeneza aibu za watu kwenye makundi mbalimbali. Kwa hiyo mtu anakusanya mrundo wa madhambi, achilia mbali taswir, na vile vile kueneza uovu kwa watu. Na nyinyi mnafahamu hatari na ubaya unaopatikana katika kueneza mambo maovu kwa watu, au mambo maovu, mambo mabaya ya watu na aibu zao. Kwa hiyo kuna watu hutumia njia hizo nakusudia kwa kutumia mitandao hiyo ya kijamii na kutumia picha ima za video au za photograph kwa lengo la kueneza aibu za watu. Allah subhanahu wa ta'ala amewakemea watu aina hiyo wenye kueneza uovu wa watu. Sio mada yetu au sio makusudio yangu katika darasa, katika kalima hii ya leo, kuzungumzia jambo hili la kueneza uovu mtu anaoona kwa watu. Leo nitazungumzia kwa mukhtasari swala la picha na msimamo wetu, lakini kwa hili tu nitapenda tu kutia tambihi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hakika wale ambao wanapenda kuenea uovu kwa wale walioamini watastahiki wao adhabu kali. Mtu ameona jambo baya kwa ndugu yake mu'min, haraka analitangaza, apenda watu wajue aibu za fulani katika hali tu ya kawaida. Yuhibbuna an tashi'a al-fahisha, wanapenda kuenea uovu fil ladhina amanu. Sasa Allah anasema innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu, hakika wale ambao wanapenda kuenea uovu kwa wale walioamini, lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah, watastahiki wao adhabu kali duniani na akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, na Allah ndiye anayejua na nyinyi hamjui kitu. Kwa hiyo kwa munasaba wa hali hizi za watu kuwa wanamiliki mawasiliano haya ya haraka, nasaha zangu ni kwamba watu wamuogope Allah tabaraka wa taala katika hili. Si kila ambacho unakiona basi wakieneza, pengine kikawa ni balaa kwako hapa duniani au akhira.
Ama masala ya taswir, watu kupiga picha na kuenea kwa balaa hili, kwanza ninaihusia nafsi yangu na wahusia vile vile waislamu wote kumwogopa Allah tabaraka wa taala juu ya suala hili na masuala mengineyo. Lakini kwa kuwa nalizungumzia suala hili, basi nawahusia na vile vile naihusia nafsi yangu watu kumwogopa Allah tabaraka wa taala katika suala hili, na watu wafahamu kwamba hukumu ya jambo hili ni hukumu ya kidini. Kuna hukumu ya kidini, masala ya taswir, kuna hukumu ndani yake ya kidini, na hatima yake inafungamana imma aljanna wa imma an-nar, imma pepo imma moto, kama mtakavyotaja baadhi ya nusus za kisheria zilizokuja katika jambo hili. Pili, baada ya kuihusia nafsi yangu na kuwahusieni nyote kuhusiana kumwogopa Allah tabaraka wa taala katika suala la taswir na watu kupiga picha, na jambo hili ufafanuzi wake tuliwahi kuutoa mara nyingi huko nyuma, kwamba ni katika mambo yasiyofaa, ni mambo ya haramu, na hadi leo ndio msimamo wetu, haujabadilika, kwamba masala ya taswir kwa kamera na kwa njia nyingine yoyote itabaki kuwa ni haramu, kama ilivyokuja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadithi nyingi zimekuja katika kuharamisha jambo hili, na dharura itabaki pale pale kuwa ni dharura. wadharuratu tubihu almahdhurati, qaida katika kawaidi za kifiqhi maarufa, kwamba dharura inahalalisha na kubihisha yale yenye kukatazwa yaliyoharamishwa. Kadhalika tuambiwa kwamba ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, na dharura hukadiriwa kwa kiwango chake, pale mahali pa dharura tu, na wala usizidishe juu ya hapo. Lakini pia ni vyema tukamwomba msamaha Allah tabaraka wa taala kwa makosa yote tunayoyafanya kwa siri na kwa dhahir, kwa kuwa sisi ni wanadamu na tunaishi hapa duniani. Maadamu roho zetu zimo ndani ya viwiliwili vyetu, roho hazijafarikiana na viwiliwili, basi kukosea ni jambo linalotarajiwa. Mwanadamu kukosea na kuteleza ni jambo linalotarajiwa, na maasum ni yule aliyepewa isma na Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala amewakinga katika waja wake kama mitume na malaika. Mwingine yoyote akidai isma atakuwa ni zindiq, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia hivyo, kullu ibni adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, kila mwanadamu ni mwenye kunasibishwa na makosa. Khata'u ni wizani wa fa'al. Hapa haikukusudiwa sigha ya mubalagha, hapa ilichokusudiwa ni nisba, kwa maana kwamba mwanadamu yeyote ni mwenye kunasibishwa na makosa. Haina maana kwamba mwanadamu yeyote yakosea sana, la, kila mwanadamu ni mwenye kunasibishwa na makosa, mwanadamu yeyote ili hukosea. Wa khairul khata'in, na mbora wa wale wenye kukosea, at-tawwabun, ni wenye kutubia. Mtu umefanya kosa likabainika kuwa ni kosa la wazi,
au bado lina utata kwa watu, na kadhalika una utata na unashaka katika nafsi yako, mlango wa tauba uko wazi. Tubu ila Allah, tubia kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mbora wenye kukosea ni yule anayefanya tauba, anayerudi kwa Allah. Ama kuminyana na kutafuta mubarirati, vitu vya kukutakasa na kukusafisha ili uonekane kwamba wewe huna makosa, hayo ndiyo makosa. Wewe unapokosea, na maadamu ni dini na watafuta radhi za Allah, basi tubia kwa Allah. Na kuna taratibu zake na kuna aina zake. Kosa linalofanywa na fulani si kama linalofanywa fulani. Kosa linapofanywa mahali fulani si kama linapofanywa mahali fulani pengine, kwa maana ya kwamba wale ambao jamii inawatazama na wanawachukulia kama kuwa wao kama kioo, basi kukosea kwao kuna madhara katika jamii. Kuna watu inawezekana watu wakapotoka kwa sababu ya kosa la shekhi wao, kosa la kiongozi wao, kosa la mwalimu wao, kosa la mkubwa wao, lile likawapelekea watu fulani na wao kukosea kwa sababu wameona kiongozi au mtu fulani amekosea. Katika hali kama hii au sifa kama hii, kiongozi huyo au mtu huyo anatakiwa aseme wazi kwamba hapa nimekosa, hapa nimekosea. Kwa hiyo msinifuate katika hili, bali awajenge watu katika msingi huo wa kwamba yeye ni mwanadamu akosea. Na ukisoma akwali za wanawachuoni wa ahli sunnati wal jamaa, hasa wale ambao walishahisi kwamba watu wanawafuata tayari waliweka mafafanuzi. Ukisoma mathalan kitabu hiki, kitabu sifatu salati النبي صلى الله عليه وسلم cha Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, mwanzo katika mukaddima amezitaja aqwal za maulama kama vile al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhim, zinazobainisha misimamo yao kwamba wao wanachoangalia ni athar, wanachoangalia ni adilla, dalili, qala Allah wa qala ar-rasul, wao wanachoangalia. Kwa hiyo kauli yake, rai yake, msimamo wake ukikhalifiana na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi kauli hiyo ipigeni pembeni. Hivi ndivyo watu wanapotakiwa kuwajenga watu wao, kwa sababu leo uko hai, kesho umekufa, na pengine umeacha misimamo ambayo haiko sawa. Lakini ukiwajenga watu kwamba wewe hukosei na watu wakufuate katika kile unachokisema kama wahi, bila shaka utabeba wizri au auzar, makosa yao. Kwa hiyo katika mambo ambayo nataka kuyatanabaisha ni kwamba sisi tunatakiwa tukiri makosa yetu, na pale tunapokosea. Nitakuja kutaja maelezo baada ya nukta hii, lakini nataka kusema kwamba tunamuomba msamaha Allah tabaraka wa taala kwa makosa tunayofanya kwa dhahiri na kwa siri, kwa kuwa sisi ni wanadamu, tukosea, tupatia, basi yale tunayokosa yatokana na nafsi zetu. Allah tabaraka wa taala atusamehe katika hayo. Kalika mtu kawa amekosea kwa dhahir katika utaratibu mwingine, hapa nimemtaja kiongozi. Mara nyingine mtu akawa si kiongozi lakini makosa yake ni ya kuleta athari, kadhalika atakiwa alete dhahir, atubie kwa dhahiri kwamba hili nimefanya hivi na hivi, mimi nimekosea katika hili, astaghfirullah wa atubu ilayhi, na amlilie Allah katika hilo alilokosea, abainishe kosa kwa kufuata msingi illa alladhina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Isipokuwa wale waliotubia na wakabainisha, illa alladhina tabu wa aslahu wa bayanu, isipokuwa wale waliotubu na wakabainisha kile walichokificha, wakakibainisha kosa lile, wakalitengeneza, wakalifanya sawa sawa, hao ndio nitawakubali.
na kuna makosa ambayo mtu huyafanya yeye baina yake yeye na Mola wake. Haya ni mengi watu huyafanya. Haya pia utakiwa wewe ukithirisha istighfar katika nyakati zote zile ambazo umetanabba hilo. Wala takum minal ghafilin. Kwa tunamuomba Allah tabaraka wa taala atusamehe makosa yetu tunayofanya kwa siri dhahir. Pia katika hili tunamuomba Allah tabaraka wa taala atupe thabati juu ya dini yake, tusiumbe wala maadui wasituyumbishe, kwa sababu kuna vita maadamu wewe uko hai. Fa innal hayya la yu'manu alayhi alfitna au la tu'manu alayhi alfitna, alihai haisalimiki juu yake fitna. Wote watakukumbwa na fitna maadamu roho yuko ndani ya kiwiliwili. Ndio kasikia wanawachuoni wakubwa, mtu kaishi katika dini ya Allah tabaraka wa taala na kupigania dini, mara akaja kukengeuka, kaambiwa huyu bwana alibadilika msimamo akawa katika bid'a au akawa atetea bid'a. Hili lipo, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam atufunza sisi. Yeye alikuwa akikithirisha sana kumuomba Allah tabaraka wa taala, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ewe mwenye kuzigeuza nyoyo wewe, zigeuze nyoyo zetu zielekee katika dini yako. Kwa maana kwamba anaomba thabati kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa sababu changamoto ni nyingi, kama Allah anapomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka litaftari alaina ghayra wa idhan latakhadhuka khalila. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika wamekurubia wewe kufitini, kuyaacha yale ili uyache, kuyaacha yale ambao sisi tumekuletea wewe wahi, ili utuzulie sisi mingine yasiyokuwa hayo, na ukifanya hivyo ndio utakufanya wewe kuwa rafiki. Wa in kadu la yaftinunak anil ladhi awhayna ilayka litaftari alaina ghayra wa idhan latakhadhuka khalila. Kisha Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume, walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume, kwa hakika walikurubia makafiri hao kukufitini wewe, kuyaacha yale ambayo sisi tumekuletea wewe kwa wahi, tumekufunulia wewe, ili wewe utuzulie sisi mingine, ufanye kinyume ndio nilivyokuambia. Alafu hapo ukishafanya hivyo ndio utakufanya wewe ndio rafiki yao, kwa sababu ushamukhalifu Allah. Na Allah anamwambia Mtume, walaula an thabbatnak, lau kwamba sisi tusingekupa thabati wewe, tukakupa isma, ukasimama sawa sawa, tukakumakinisha katika dini yake, Allah subhanahu wa ta'ala akakuletea hafadha, walinzi wa kukulinda wewe, laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila, ulikurubia wewe kuegemea wao, kutegemea kwao kidogo, na ungefanya hivyo adhabu ingekupata. Lakini Allah tabaraka wa taala yuthabbitu man yasha, kama alivyomthibitisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wengine anaweza kuwathibitisha. Nataka kusema kwamba ulimwengu umejaa changamoto, maadui hawajalala, ibilisi halali, lau angelala watu wangestarehe. Kadhalika shayatinul insi wal jinni hawajalala, wanakwenda mbio kukuingiza wewe kwenye makosa. Ni changamoto hizo. Kwa hiyo watakiwa uombe thabati kwa Allah subhanahu wa ta'ala akulinde. Kinyume cha hivyo unaweza kuteleza ukaingia katika lile wanalotaka wao, kwa sababu lengo lao kubwa kabisa, waddu law tudhinu fayudhinun, wanatamani lau ungelikuwa laini wewe kwao na wao wapate kuwa laini kwako. Wanatamani hilo. Ndio maana Allah akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fala tuti'il mukaththibin, na wala usiwatii wenye kukadhibisha. Waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masha'in binamim, mpaka mwisho wa ayati katika surat Al-Qalam. Kwa hiyo wanatamani wao wafanyie mudahana, uwe laini, upambie jambo lao, na ili wao pamoja na wewe, kwa sababu yale ule msimamo wako wewe ulionao unawaudhi wao, unawakosesha maslahi. Kwa hiyo pamoja na hayo, atakiwa mtu siku zote aombe thabati, na sisi tunamuomba Allah tabaraka wa taala
atupe thabati juu ya hii njia tuliyosimamia, kwa sababu haiwafurahishi watu wengi. Wanatamani lao sasa tushindwe tuwe kama wao. Tuliwaambia sisi bwana hamna kitu, tuliwaambia hamna kitu, ujanja tu. Sasa wapi sasa? Wamerudi huku sasa. Ndicho wanachokitamani. Kwa hiyo tumuomba Allah tabaraka wa taala atupe thabati juu ya njia ya dini yake, juu ya manhaji sahihi ya salafu salih mpaka mwisho wa pumzi zetu. Kiondoka hapa duniani tumekufa katika kuilingania da'wa hii, tusirudi nyuma. Na'udhu billahi minal hawri ba'da al-kawr. Tunaomba Allah tabaraka wa taala atukinge sisi na kupungua baada ya kuzidi. Badala ya sisi kuzidi katika taa tukawa turudi nyuma, badala ya kuzidi sisi katika msimamo wa sawasawa kumridhisha Allah turudi nyuma kuwaridhisha watu. Tuomba Allah tabaraka wa taala atukinge na hilo. Pia tunamwomba Allah tabaraka wa taala atukinge na shari za maadui na vitimbi vyao. Maadui wana vitimbi vingi, na atuepushe na kila lenye furaha, lenye kuwapa furaha maadui, shamata. Ikawa maadui wayaona kwetu sisi mambo ya kuwafurahisha. Tumomba Allah tabaraka wa taala atukinge na hilo. Jambo jingine, narudi mwanzo sasa nilipoanzia, ni msimamo wetu kuhusiana na picha za viumbe vyenye roho. Msimamo wetu tulionao hadi leo hii mpaka hapa ninapozungumza, na namuomba Allah tabaraka wa taala atuendeleze kwenye msimamo huo hadi kufa kwetu, kwamba kupiga picha viumbe vyenye roho ni haramu, na dharura itapewa nafasi yake ya dharura vile vile kama tulivyoeleza. Ama kinyume na hivyo, uharamu utabaki pale pale, na sisi tuko mbali kabisa na kila musawir, natabarra minhu, na haturidhiki na mtu yoyote kutusawiri sisi, kutupiga picha kwa siri au kwa dhahir. Hilo turidhiki nalo. Na kadhalika kueneza picha zetu walizotupiga bila ya ridhaa yetu. Na tunamuomba Allah tabaraka wa taala ahukumu baina yetu na baina yao hapa hapa duniani, ila wale watakaorudi nyuma. Sisi haturidhiki na suala la mtu kutusawiri, kutupiga picha, akachukua kama ni kamera au moving camera, au akachukua simu yake kwa siri au kwa dhahiri. Sisi natabarra minhu, nahnu buraa'u minhu, sisi tuko mbali na yeye na yale anayoyafanya, na kadhalika kueneza sura hizo, kwa sababu hata hizo smartphone sisi tuko nazo, tuweze kupiga hiki, tukachukua durusi zetu tukazieneza, watu wakatuona huko. Lakini walillahi alhamdu durusi zafika na wala hakuna picha, na wala tujaona dharura ya kuwepo hiyo picha kwamba mpaka wewe waonekana wacheka kwamba una mwanya au huna, upuzi mtupu. Sisi hatuoni dharura kwamba hilo liko, bali durusi zafika na watu wapata faida kwa kadiri hiyo ya mahdudi aliyotujalia Allah tabaraka wa taala, kwa sababu takwa iwe kwa kadiri ya uwezo na wala hamna taklifu. Kwa hiyo sisi tuko mbali na yoyote mwenye kupiga picha na mwenye kutupiga picha. Sisi tunatabarra kwa Allah katika hilo, na kadhalika wale wenye kueneza picha zetu, ima wasichukua kwa siri au kwa dhahir, sisi tuko mbali nao, na tunamuomba Allah tabaraka wa taala ahukumu baina yetu na wao. Sasa nikirudi kwenye kadhia ya jana Lailatul Jumaa, ambayo ilikuwa ni Jumada al-Akhira tarehe 2, usiku wa kuamkia Jumada al-Akhira tarehe 2 mwaka 1437 Hijiria, ambayo kama sijakosea itakuwa ni usiku wa tarehe 11 wa mwezi wa 3 mwaka 2016 miladia, katika msikiti wa Ijumaa Masjid Riyadh. Nadhani Riyadh ndio jina lake, kama si Raudha Riyadh, msikiti wa Ijumaa maarufu pale Tanga mjini, ulipo baina barabara ya 9 na barabara ya 10. Palikuwa na harusi inamhusu mzee wetu, mzee Abdallah Omar Hanen,
Mzee Abdallah Omar Haneni ana ndugu yake alishafariki anaitwa Rashid, baba mmoja, Rashid Omar Haneni. Huyu bwana Rashid ana binti yake, aliwahi kuolewa huko akaachika, sasa hivi amepata mume, ndio harusi ya jana. Mzee Haneni kwa kuwa sisi ndio wenzake akatualika, tuambia kuna harusi, lakini nitawafahamisha harusi hii itafanyika wapi siku za nyuma kidogo, kama kiasi siku 3-4 zilizopita huko nyuma. Nikiwa bahati jana mimi nilishinda mjini kwa muda mrefu, akanambia bwana harusi itafanyika leo Makorora katika msikiti wa pale Mayatima. Ulikuwa kuna mpango huu kwa sababu ndio jirani kwa shangazi yake huyu binti. Kwa hiyo wewe ndio utasimamia. Sawa. Baadaye jioni akanipigia simu akanambia imeshindikana kufanya pale jirani na msikitini. Jirani pale msikitini katika msikiti wa Mayatima. Msikiti huu uko chini ya taasisi ya Ansar Muslim Youth Center. Kwa hiyo akanambia kwamba itafanyika ikdi barabara ya 9 na ya 10 msikiti wa Ijumaa, lakini itakuwa si baada ya maghrib, itakuwa ni baada ya isha, kwa sababu baada ya maghrib pana ndoa nyingine, na ndoa hii ina munkari, na hii ilikuwa ni ndoa ya mtoto wa Sharif Saleh ndugu yake Ali, al-akh Ali ambaye ndio imamu pale msikitini. Tayib, kweli harusi ikafanyika ile maghrib. Sisi tuliswali magharibi hapa, tukatoka hapa tukaenda zetu mjini mapema kabisa kabla ya maghrib, kabla ya isha haijafika. Lakini katika mambo ambayo tulihakikisha kwamba hayatapatikana ni masala ya picha. Tukawa tumezungumza na mzee Haneni kwa sababu watu wengi hawaelewi. Yeye anaweza kuwa sasa yeye kwenye msimamo huo, lakini watu wengine hawaelewi. Sasa wataarifiwa mapema kwamba sisi tunaokuja hatutaki picha. Akasema sawa, hilo tutaweza kulidhibiti. Kweli swala ikafikia wakati wa maghrib, isha pale tukaswali. Baada ya isha watu wakakumbushwa kwamba baada ya adhkari na rakaa 2 za sunna patakuwa na ikdi hapa. Basi kweli imamu yule al-akh Ali akanambia bwana sasa utabidi utoe kalima kidogo. Ili naanza akaja mtu wa kamera pale, anafungua mawaya yake yale ili atumiliki mataa aweze kuchukua moving yake vizuri, moving camera vizuri. Kwa bahati, kwa sababu tushazungumza na mzee Haneni, akamfuata yule bwana akamwambia bwana hapa haparuhusiwi kamera, haparuhusiwi moving, hairuhusiwi hapa. Kwa akazungumza naye kiasi cha dakika 1 dakika 2 hivi. Yule bwana akaonekana akawa ameelewa, akakunja nyaya zake akatafuta mahali akakaa. Mimi nikawa naanza kuzungumza, alhamdulillah nikazungumza kwa mukhtasari pale juu ya masala ya muashara na watu kutangamana vizuri na wake. Baada ya pale nikamuita ammi wa harusi al-arus, yule binti ambaye ni bwana Mubarak. Sasa huyu Mubarak ni baba mmoja mama mmoja, na huyu Rashid alifariki mmoja mtoto huyu. Mubarak Omar Haneni, yeye anaishi Mbeya. Nikamwambia karibu umuozeshe binti ya ndugu yako, mimi nishamaliza. Kwa Mubarak akasogea pale. Sasa baada ya pale ikawa sasa watu wanachukua kwa kupitia simu zao, wanachukua picha kupitia simu zao. Yale mambo ya moving camera na nini pale yamewekwa pembeni. Simu zikawa ndo zinachukua nafasi sasa watu kumchukua bwana harusi. Hapa nataka nizungumze vitu viwili. Kitu cha kwanza, sisi tumejaribu kukataza munkari kwa kadiri ya uwezo wetu, kwamba mimi na wenzangu hatukubali kuchukuliwa kamera, kuchukuliwa picha, iwe ya video au ya nyingineyo. Lakini kuna watu wakati mimi nikizungumza walikuwa wakinipiga picha kwa siri. Kuna kijana, sina haja kumtaja sababu watu wengine wenyewe hawajielewi. Mimi naendelea kuzungumza, kabla hayo mambo mengine hayajaendelea akanipiga picha, mimi sijui, akarusha kwenye grupu la Ansar
Kumbe wakati naendelea kuzungumza tayari mimi picha zangu ziko kwenye grupu ya Ansari, mahizbi wa Kiansari. Nitataja sasa. Ikawa Saidi Makubeli amekaa na Bonti jirani. Saidi anamwambia Bonti, watu wapenda ushabiki kweli kweli, angalia shekhe yazungumza hapa, kuna mtu kamchukua amerusha kwenye grupu hii hapa picha yake, sasa tuna habari bwana. Na wengine wakawa wanachukua na video. Sasa kwa kuwa watu wakawa wanawapiga picha watu wengine, hasa bwana harusi, sisi tukaona yani tukapatwa na udhaifu huu. Hapa nataka kuzungumza udhaifu uliotupata, kwa maana kwamba hatukukemea sisi kwamba nyinyi msichukue picha. Hatukujua kwamba na sisi kumbe tumo katika picha hizo. Tungejua labda pengine hali ingekuwa tofauti kidogo. Ala kulli hali, haya ni katika madhaifu na katika makosa tuliyoyafanya, na tunaomba Allah tabaraka wa taala atusamehe kwa makosa haya na atuhifadhi kwa makosa mengine, na atulinde na uadui wa maadui, atulinde na shari zao, na asiwape maadui zetu za jambo la kuiporomosha da'wa hii, kwa sababu tunajua watazungumza sana au washazungumza sana, lakini si kwamba ndio ukweli utabadilika, kwamba sasa haki imekuwa batil kwa sababu Qasim Mafuta kafanya kitu fulani. Kwanza mtakiwa mtofautishe hii dawa na Qasim Mafuta. Dawa ni saliha, naqiya, mubaraka, safia, iko safi kabisa, haina doa hata kidogo. Sisi tuna madoa, sisi tuna makosa. Kwa hiyo hayanasibishi makosa yetu sisi na dawa, pamoja na kwamba kuna athari ikiwa sisi tuliosimamia katika jambo hili tutafanya mambo ya kinyume, na Allah hatatuacha. Tuomba Allah atuhifadhi katika hilo. Kwa hiyo katika hili sisi tukawa tumefanya makosa pale, tulitakiwa hata kama ule munkar unaendelea sehemu nyingine, kwa kuwa ni ndani ya msikiti, pengine tungeukemea kwa kukataza au tungeondoka zetu. Hili halikufanyika, na haya ni katika makosa ambayo sisi tumeyafanya. Kwa hatuna haja ya kuminyana sana kwamba wajua sisi ni makosa yametokea na sisi nastaghfirullah wa natubu ilayhi. Tunaomba Allah tabaraka wa taala asituadhibu kwa makosa tuliyofanya. Lakini kuwa najua kwamba sasa nachukuliwa na moving camera au nachukuliwa kwa picha, hilo mimi sikulijua. Lakini watu wengine kwamba sasa wachukuliwa na mtu ana kamera yake achukua na simu yake, hilo lilikuja baada ya sisi mwishoni mwa iqd. Swali la pili katika mambo ambayo ya ajabu niliyasikia, kuna akhi mmoja ndugu yetu yuko Pangani akanambia, lakini sasa shekhe, nasikia ulimuozesha ni ibadhi, yule muoaji yule ni ibadhi. Mimi niliponiambia vile nikashtuka, ibadhi. Nikachukua simu yangu nikampigia mzee Haneni, bwana vipi, tukasalimiana, nikaeleza habari iliyotokea, nasikia yule bwana aliyekuja kuoa ni ibadhi. Mzee Haneni anasema mimi sijui kama ni ibadhi, wao wamekuja kukosa, hatukuuliza sisi. Hao jamaa zake hawakuuliza kwamba ni nani waje, hao jamaa zake, yeye ni jamaa, lakini sasa ndugu zake kwa pande wa baba yake, shangazi zake, ndugu zake wengine ndio walishughulikia jambo, yeye amepewa usimamizi. Sasa kuwa ni ibadhi au si ibadhi, yeye hilo halijui, kaambiwa simamia harusi. Na sisi tuamwamini kwa kuwa ni mzee wetu, tunaona kwamba hawezi kumuozesha binti yake Shia. Ama swala kwamba fulani kavaa kilemba chafanana kilemba cha watu wa Omani au kavaa jambia, huwezi kumhukumu mtu kwa hilo. Huwezi kumhukumu mtu namna hiyo. Au baada ya kuozeshwa tu akapigwa konde kubwa ukasema ona nipigwa konde pale. Sasa ndio watu wa Kiomani wanavyofanya. Kwanza pia kuna ihtimalati nyingi. Haya, watu wa Omani wote ni maibadhi. Hilo ni jambo la kujiuliza. Sasa hili halikuwa ndani ya uwezo wetu. Kwanza mimi si niliozesha. Mimi nilitakiwa nitoe kalima, nikatoa kalima, nikamuongoza baba au ammi wa binti yule kutaka kumuozesha binti yake, akaozesha. Masala kwamba huyo na akhlaqi au hana, utambua wewe muozesha mtu mlevi, mimi nitajuaje kama mlevi? Na wakati mambo haya yasemwa na mawali wake. Hivi wewe umeitwa kwamba njoo muozeshe binti huyu, wataka kujua tena vipi wewe mwanamume mwenyewe avuta bangi au avuti? Wewe kuhusu nini?
khitabu imeelekezwa kwa waliyul mar'a idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, katika riwaya wa fasadun 'arid. Wewe waozesha watu wana saha zinazotakiwa, basi kama iko fursa kufanya hivyo. Lakini tunataka kujua kwamba huyu baba yake vipi, je huyu aliwahi kuvuta bangi au huyu ni mlevi au kadha, hilo sio jukumu lako wewe. Sasa kwa sisi hatakuwa na jukumu la kujua kwamba madhehebu yake ni yapi, lakini lau kama tungejua kabla ya hapo tungenasihi, lau tungejua. Lakini sheria kutukalifisha kufanya hivyo. Lau kama mtu ana dalili na hoja kwamba unakalifishwa wewe unayesimamia na kutoa nasaha katika ndoa, unakalifishwa lazima umjue kindani ndani huyo muoaji, watuletee na sisi tutataraja katika hilo kama tulivyotaraja hapa kwamba tumefanya makosa. Kwa hiyo haya ni masuala sasa ya chuki tena yanaongezwa. Angalia pale wameonyesha ibadhi bwana, na katika alama za ibadhi alipoozeshwa akapigwa ngumi kubwa ya mgongoni buu. Sasa kashaozeshwa ndio umeshajua hilo, ufanyaje sasa? Mathalan ndio imekubainikia ngumi baada ya kuwa tayari ilishapita. Kwa hiyo tunarudi kwa kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika hadithi zake nyingi tu, na miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ambayo iko katika sahihaini, sahih al-Bukhari na sahih Muslim, ambao wamepokea maimamu hawa kutoka kwa An-Nadhr bin Anas bin Malik. Anasema nilimsikia Qatada anasema kwamba nilikuwa kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma siku moja, watu wakawa wanamuuliza Ibn Abbas mambo, lakini yeye hataji chochote kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika riwaya Muslim inasema kwamba ikawa Ibn Abbas anatoa fatwa na wala hasemi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mpaka alipokuja mtu mmoja kutoka pande za Iraq. Katika riwaya Muslim lakini hakutaja moja kwa moja. Katika riwaya Bukhari pia vile vile, riwaya nyingine zinaonyesha kwamba mtu alitokea sehemu za Iraq. Yule mtu akawa anamuuliza Ibn Abbas, mimi huwa natengeneza hizi sura, natengeneza picha. Ibn Abbas akamwambia karibu, sogea karibu, udnu. Fadana ar-rajul, yule mtu akakurubia mpaka Ibn Abbas alipofika karibu. Ibn Abbas akamwambia, man sawwara suratan fi dunya, atakayetengeneza sura yoyote hapa duniani. Man sawwara suratan, atakayetengeneza sura yoyote fi dunya hapa duniani, kullifa an yanfukha fiha ar-ruha yawm al-qiyama, atakalifishwa yeye kupulizia ndani yake roho siku ya kiyama. Walaysa binafikhin, wala hatakuwa ni mwenye kupulizia, hawezi kuvivia, kwa maana hichi nikitengeneza hii picha yako iitie roho, sitochukua kwa dhahiri yake hivyo ilivyo picha yoyote. Ukitengeneza picha utaambiwa uitie roho, iwe ina kivuli haina kivuli, sijui hii kamera sijui imeshika kivuli sijui kafanyaje, picha ya aina yoyote. Huo ndio msimamo wetu na ndio msimamo wa ahlul ilm, na wametahadharisha haya, na wala hana masalih. Mapicha kwenye harusi, mapicha kwenye kadha, picha mpaka katika ibada, hana masalih yoyote, ni madhambi tu. Kwa hiyo atakayefanya hivyo ataambiwa apulizia, atie roho haya, na hataweza. Utafanyaje sasa wewe siku ya kiyama? Umefika una picha 10,000 umezitengeneza, umezipiga wewe, umewapiga watu na viumbe vina roho, tia roho, waweza? Mimi sikujua, shekhe aliniambia kwamba sio picha hizi ndio hizi. Sasa wafanyaje wewe? Waambiwe utie roho. Asema Allah, Mtume SAW walaysa binafikhi. Katika munasaba huu nitawatajia tukio moja la hawa makhurafi wana shafahati nyingi sana. Namalizia, siku moja kuna sufi mmoja tu Ahmad al-Attas, yuko sehemu za Al-Milibari. Alitembelewa na mmoja katika muridi wake, mmoja wa chuoni mkubwa kabisa katika tarika ya Alawiyya, kuna chuoni ya Hadharamout. Kwa yule muridi yule, yani mfuasi na kusudia, alipofika nyumbani kwa shekhe wake akakuta nyumba imejaa vinyago, picha za majogoo, ndege mbalimbali umejaa pale.
Hiki kisa tachatajwa na sufi mwingine tu Ali al-Habshi, mwanachuoni mkubwa katika masufi, upande wa masufi, anaelezea sira ya shekhi wake Al-Attas na karama alizonazo. Basi alipofika ule muridi akamwambia, lakini shekhe, naona nyumba imejaa picha hizi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man sawwara suratan, yoyote atakayepiga picha yoyote, atakayesawiri sura yoyote, fi dunya, duniani, kullifa yawm alqiyamati an yanfukha fiha arruha, atakalifishwa siku ya kiyama avivie ndani yake roho. Walaysa binafikhin. Yule shekhe akamuuliza, una jingine au ni hili tu? Lakini akatumia lugha ya Kihadrami, una jingine au hili tu? Akamwambia ni hilo tu. Akamwambia subiri. Akaenda akampuzia yule jogoo, na wale ndege wengine akawapuzia jogoo, akawika una jingine? Simwambia mpuzie roho tayari huyu. Wengine wakapuruka wakaenda zao. Kwa mimi naweza. Sasa hawa labda pingine wana harufu za usufi kwamba na wao waweza kama Al-Attas. Hawawezi bwana, hawawezi. Kwa hiyo tumuomba Allah tabaraka wa taala atusamehe makosa yetu yaliyotokea. Kama nilivyoeleza ndio ukweli wake ulivyo, hakuna ta'wili, hakuna lakini hali ilikuwa namna hiyo. Allah atusamehe makosa yetu tunayofanya kwa siri na kwa dhahir, na azistiri aibu zetu, na atuhifadhi ma baqina, na wala asitupe furaha, asiwape furaha maadui dhidi yetu. Ahifadhi da'wa hii na wahifadhi wafuasi wake na walinganizi wake. Nasallallahu ta'ala yuwaffiqana ala kulli khairin. Kwa hiyo kama kutakuwa na maswali, basi baada al-adhan yuadhin al-muadhdhin. Hivyo kuna maswali, kuna tawjihi yoyote, lakini kuna nasaha nyingine pia nitazitoa kidogo baada ya al-adhan. Falyuadhin al-muadhdhin. طيب, kabla ya kutoa fursa ya maswali, kuna kitu nilikuwa nataka kusema kuhusiana na masala ya iqdi na misikiti. Hili ni jambo ambalo pingine hatujalizungumza kwa uwazi watu wakalisikia, lakini inshallah tutajitolea maelezo mara nyingine katika munasaba mwingine. Isipokuwa kwa ufupi, watu wanatakiwa wafahamu hukumu ya kufanya harusi misikitini. Kuna baadhi ya ndugu zetu mpaka leo wanaona kwamba kufanya harusi misikitini ni katika sunna. Hili si ajabu, kwa sababu al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala amelizungumzia hivyo, tena akaainisha mpaka siku kwamba siku ya Ijumaa ndio siku nzuri zaidi, tena baada ya asri itakuwa ni bora zaidi, kama kusema baada ya asri au katika saatul ijaba, kitu kama hicho. Lakini ndani ya misikiti yeye amezungumza hivyo, lakini hakuna dalili katika hilo, kwa sababu dalili ingelikuwepo kwamba utaratibu uko namna hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameoa na ameozesha, masahaba wameoa na wameozesha. Lingelikuwa lipo katika sunna, basi lingefanywa kazi. Kwa hiyo Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala alipokuwa akiulizwa katika silsila Al-Huda wan-Nur, akasema ni bid'a kufanya harusi misikitini. Lakini wengineo kama Sheikh bin Uthaymeen na wengineo kama Sheikh bin Baz na wengineo katika maulama muasirun, baadhi yao wanaona kwamba ni jambo la jawaz, yani kama halitakuwa ni mustahab, basi lateremka mpaka katika kiwango cha jawazi, kwamba yafaa tu, si kwamba ni sunna. Jambo la faa, unaweza ukafanya ikdi msikitini, ukafanya nyumbani, ukafanya kwenye gari, ukafanya kwenye holi na sehemu nyinginezo. Ni jawazi, hakuna kwamba ikdi lazima ifanyike msikitini. Watu wasije wakafahamu hilo hivyo. Kwa hiyo watu watakiwa wafahamu tu kwamba ikdi ni popote panaposilihi, na katika mambo ya uqud, ikdi kama ya bai'i na nyinginezo hairuhusiwi msikitini, ila hii yaruhusiwa. Lakini sio kwamba ni sunna kwamba ikdi lazima ifanyike msikitini. Na wenye kusema hivyo huwa mara nyingi huegemea hadithi inayosema a'linu hadha an-nikah waj'aluhu fil masajidi wadribu alayhi bid-dufuf. Kipengele kutoka hapo waj'aluhu fil masajid mpaka wadribu alayhi bid-dufuf, mwisho hakijathibiti kipengele hiki, hadithi yake haijathibiti, ni dhaifu.
na wameyadhufisha wengi katika almuhaqqiquna walhuffadh rahmatullahi alayhim. Kwa hiyo haijathibiti. Kama mtu anategemea hili asije akaona kwamba ni maegemeo ya sawa sawa. Nasema hivi pia kutahadharisha, kwa sababu kuna baadhi ya ndugu zetu hawaoni kufanya ikdila misikitini, na mpaka hivi kuomba misikiti mara Ansari Muslim Youth Center, manake Ansari walianza kuomba wakakataa wao. Mzianeni alizungumza na bwana mmoja katika watu Ansari kitu Hussein Nahau. Yule bwana akakubali, baadaye akakataa. Kukataa kwake ni vipi? Wamwambia hiyo ndoa hiyo ili ifanyike pale msikitini kwetu pale Makorora tuisimamie sisi. Akamwambia haiwezekani, harusi yangu mimi aozeshwa binti wa ndugu yangu usimamie wewe, kuhusu nini sasa? Alimuhimu hapa alikuwa anataka kuzungumzia kitu kimoja tu, kwamba waona watu kwamba lazima msikitini au ni sunna msikitini, ingefanyika hata nyumbani. Nyumbani pia faa. Kwa labda hili watu wengi hawajalifahamu. Hili ni moja. Pili, kwa hivi sasa kwa namna ilivyo kufanyika harusi misikitini kuna munkarati kama hizi. Hata misikitini pia watu hupeleka makamera. Kwa hiyo mimi katika msimamo ambao nitakuzungumza sasa hivi, hatutapendelea watu wenye harusi zao ambao hawajakuwa na uhakika juu ya munkarati kuzileta katika misikiti yetu. Jambo la kwanza hili. Hili ni jambo ambalo natakiwa nitalikariri, nitakuja kulizungumza ili tuepukane na shubuhati hizi. Watu wenye harusi zao ambazo hawana uhakika, pengine wakatuletea munkarati misikitini mwetu. Yaani mara ngapi watu waminyana na watu na makamera yao hapa. Mtu ashakuja na makamera yake atakufanya fujo zatokea sasa. Watu hawa hawataki, wale wataka. Chatokea hapa kwa sababu msimamo unafahamika. Sasa watu ambao wana harusi zao na hawana uhakika juu ya mambo haya wasizilete misikitini. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, pia ndugu zetu itabidi watusamehe. Harusi wanazozipeleka kwenye michanganyiko ya watu tofauti wasituite. Kwa sasa hivi mtu kama una harusi yako na huja kuwa na uhakika ya mazingira yalivyo, usiniite. Kwa sababu ukiniita sitakuja. Umenielewa? Ukiniita sitakuja. Ikiwa una harusi yako na huwezi kuidhibiti munkari wake, huja kuwa na uhakika, ukiniita sitakuja. Na kama utanipa utaratibu kwamba utakuwa hivi, utasema utafanya hivi, pakiwa hapako salama nitaondoka. Khalas. Huo ndio msimamo ambao upo sasa hivi. Mmenielewa jamaa? Haya. Ili kupisha pia milango hii ya watu kuingia katika furaha za kiuadui. Allah tukingi na fitna zao. Na kuna swali lolote? Hizi masala ya mashekhi baadhi yao kuchukuliwa picha na mambo tulishazungumza huko nyuma. Leo tulikuwa tunazungumzia munasaba huu tu kutuhusu sisi. Kwamba je, tumerudi nyuma, tumeelekeza msimamo kwamba pale kwa tafuta umaarufu tu wa watu na ukaidi? Sisi msimamo wetu ni ule ule bwana. Msimamo wetu ni ule ule. Sisi kama wale mashehe wa kubabaisha. Maana kuna mashehe wapinga maulidi alafu wachukuliwa mara wakutoka kwenye maulidi washachukuliwa na moving camera. Wako mashehe hao. Naye yuko pale sallallahu yeye naye amesimama yuko hapo kachukuliwa. Fuata nini? Wako na wengine wakachukuliwa video wakaenezwa wacheza ngoma na waimba waking'ara na wanawake. Wako, lakini hatujasikia wao wakizungumza kwamba sasa uanswari umekufa. Kwa nini? Kwa sababu shekhe lao gogo lao lilikuwa likicheza kwenye ngoma. Yale makosa yake yule, na alitakiwa ataraja atubu kwa Allah, sikungangania kwamba ngoma ya Kiswahili tu, nyimbo tu. Na kuna wengine wangangania hivyo. Sisi hatuko namna hiyo. Sisi tumesimama katika hili, tuomba Allah atupe thabati katika dini. Hakuna masala ya maigizo katika dini. Kuna lolote nasaha zozote, jambo lolote katika hili? Naam, tafadhali. Ni hivyo ninavyozungumza, ni kweli kwamba kuna hitaji watu kuelimishwa, lakini kitu kikubwa kinachotukwamisha sisi katika kuelimisha na haturudi nyuma ni hawa mashekhe wenye misimamo isiyokuwa sawa. Kwa sababu wakwambia Fauzani karuhusu, Ibn Uthaymeen picha za darasa. Sasa hizi za harusi nazo
zina mafunzo gani? Kama sio kuweka kumbukumbu ni nini? Je, yafaa kuweka makumbukumbu ya mapicha? Nani katika wanawachuoni ameruhusu hilo? Bali watu wakenda mbali zaidi mpaka picha za muharramat za wanawake, picha za mipira, watu kwa watazama katika majumba yao, mapicha ya michezo au mafilamu mbalimbali, kwa sababu shekhe karuhusu. Yafaa? Kwani hii picha bwana? Hii si picha bwana, hiki ni kivuli tu. Kwa hiyo mashekhe wa aina hii ambao wanakwenda na watu kwa kuwaridhisha wateja wao ndio ambao wanarudisha nyuma jambo hili. Lakini sisi tusikate tamaa. Kuwafahamisha watu madhara ya vitu hivi ni jambo lililokuwa bora sana. Na wakati mwingine unaweza ukatumia munasaba huo, kwa sababu darajati za munkar, za kukataza munkar haiko moja. Kuna mahali unaweza ukaondosha munkari ule kwa kuwa jambo lilako na una mamlaka nalo, kuondosha munkari kwa mke wako, kwa watoto wako, bali hata kwa wanafunzi wako. Wakati mwingine inawezekana. Kadhalika ikiwa haiwezekani, basi kuondosha munkari kwa kusema. Wakati mwingine mtu hawezi kusema katika baadhi ya mazingira. Pengine umekwenda Ikulu, umekwenda wapi, unajua kwamba hapa picha ziko, uweze kumshika, unafahamu? Basi wewe usiende. Ile ikiwa sasa hakuna budi na tayari unajua kuna mapicha hapo, na pengine huwezi kutoka, uzokaingia mazingira hayo, umeitwa Ikulu kinguvu, au umeitwa si Ikulu tu bali tu labda kwa mkuu wa mkoa, mtawala yani yeyote, wafanyaje? Kwa pengine udhaifu wa nafsi ikakushinda pale, basi tukia. Ikiwa huwezi kutoka, huwezi kukataza, tukia. Ukishajua kwamba hapa pana munkari, usizungumzie munkari wa picha tu, bali kuna munkarati nyingi ambazo zinazotokea katika mazingira ambayo sasa waona kwamba mimi siwezi hapa lolote, na wewe ni daia. Hali kama hiyo huwezi kusema wala huwezi kudhihirisha chochote, wala kutoka huwezi kuondoka. Au hiyo haiwezekani? Inawezekana. Inawezekana mtu akutana mazingira kama haya. Kwa hiyo daia anatakiwa ajue hali zilivyo, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukaharibu zaidi. Unaweza ukaharibu zaidi badala ya kutengeneza. Kwa hiyo daia ajue hilo, na atakiwa mtu awe mfundishaji zaidi. Sisi tusijali hizi haya maneno. Najua kwamba watu wa batili na maadui zetu watasema mambo mengi, lakini hatudhuru sisi. Hatudhuru nini sisi? Hivi mfano hao mahisbi wakaamua kusema, maghurafi wakaamua kusema, sunane, sisi watudhuru nini sasa? Wani walishasema maneno mangapi? Tumedhurika nini? Tunachoangalia sisi baina yetu sisi na Mola wetu, tunachokifanya ni sahihi, tunachokifanya ni makosa. Wapi tumemkosea Mola wetu, tumuombe msamaha. Lakini kauli zao na maneno yao hayatudhuru chochote sisi. Mtu asije kusema dawa bwana itarudi nyuma kabisa. Hawa hawawezi kufanya chochote katika dawa, chochote hawezi kukidhuru. Hata kuku pia vunjiki mguu. Ndio athari zote wako nazo, na sallallahu alaihi wasallam. Tuomba Allah tuhifadhi na asitiri aibu zetu. Lakini utakuja kufedheka siku zote, mambo hayaendi namna hiyo. Kwa hiyo utakana uangalie sana na akhira yako. Basi ndio hivyo watu watakiwa. Lakini hili inshallah tutatilia mkazo, ndugu zetu watanabahi, hasa katika mashughuli ya mazishi, harusi na mengineyo. Watu munkarati zimekithiri, hasa picha zimekuwa nyingi sana. Naam. Kwa sababu kwanza ulikuwa uulize sahihi, uulize kwanza, je, yafaa kusoma mazingira hayo na ikhtilati kama hizo? Ndio swali laanzie huko. Sio kama ushafika baharini sasa ushaingia, je, yafaa mimi kupiga mbizi au haifai? Maana kuna watu wengine wanasomea mambo ya marini. Mwanamke huyo anakwenda kusoma kozi yake, anasomea mambo ya marini, sio? Siziko kozi hizo. Sasa wewe utakwenda kuogelea na jilibabu? Kule ukishafika kuna nguo maalum watu wapewa za kuogelea wanawake, kwamba hii sasa sio somea mambo marini wewe. Sasa itabidi ujue kuogelea, na kuogelea watu hawajifunzi nchi kavu, kwa hiyo lazima uende kwenye sehemu yenyewe kuogelea. Sasa vile kwa sasa mimi Muislamu nitavaa vipi vijibikini na vitu gani? Wewe wafuata nini sasa huko? Kwanza usifike huko. Hata ukiogelea na hilo jilibabu sasa wewe mtasawari ushatoka kwenye maji, wawaje wewe? Umeelewa? Kwa hiyo wakati mwingine mtu anaweza kujiingiza mahali ule, kwanza mwanzo wa kujiingiza peke yake ni makosa. Sasa kwa mkuto huko mbele ni sababu ya yale makosa aliyoanza mwanzo.
Kwa hiyo jawabu lake litakuwa liko mwanzo. Unaweza je nini hukumu ya kuangalia mpira na haya mafilamu? Haya yako wazi kabisa. Kwanza kuna kupoteza umri. Kupoteza umri wako hakuna faida ndani yake. Na mambo yako wazi, watu wako uchi, ushabiki na mambo mengine mbalimbali ambayo yanapatikana. Hayo mafilamu ndio usiseme balaa zake. Ndio balaa lote linaonekana katika mjitamaa. Kwa hiyo unaona tusifungue sana wigo wa masala haya. Nadhani kuna mambo mengi sana ya kuzungumza, lakini ndipo tubaki katika hili. Naam. Tumalizia swali la mwisho. Hilo ni tatizo jingine ambalo baadhi ya ikhwa ambao hawajafahamu pengine dawa salafia au kwa sababu ya hawa za nafsi zao ndio inalowasumbua. Yawaje mpaka waingie kwenye magrupu ya mahizbi, ushirikiana nao, kuna hili mwanza kubishana mambo yasiyo na faida. Watu ni ubishi tu hapo, kile mmoja asema lake. Haya ni mambo yasiyofaa katika mahadhurat. Wewe jishughulishe na mambo ya elimu. Mambo ya kuonyesha magrupu na kushirikiana na watu, mapicha na vitu gani, haya mambo achane nayo. Kuna mambo muhimu kwa talibu ilmu. Unajua mambo haya yanaweza kuingia mtu ambaye hasomi dini, kwa sababu hajui, hana cha kumshughulisha. Lakini wewe wasoma dini, hebu niambie kuna mambo mangapi muhimu ya kushughulika nayo? Na katika vitu ambavyo vinawanyima watu ilmu ni haya magrupu. Lao ingekuwa na baraka, zile faida zinazoletwa katika magrupu namna zilivyokuwa nyingi, ndani ya miaka miwili ushakuwa shekhe. Lakini vitu havina baraka. Havina baraka. Kwa hiyo ni vizuri mtu akajiepusha na mambo kama hayo na makundi kama hayo, na hasa ikiwa makundi ya hizbi na mahizbi, watu wenye shubhat, watu kama Hizbu Tahariri, magrupu kama ya Mashia, magrupu kama ya Maibadhi, magrupu kama makhawariji wengine, magrupu ya mahizbi wengine wa Kiansari na wengineo wana harakati. Ni kujiepusha na vitu kama hivi. Wewe angalia masala yako ya taalim, mambo mataallum, kujifunza, pate faida za kielimu. Kama kuna grupu la watu ikhwa masalafi na wengineo ambao hakuna mahdhurat, ukapata habari, ukapata faida, hili ni jambo zuri. Hili ni jambo zuri. Na watu kunasihiana katika khair na kufundishana katika fawaid. Haya ni katika mambo mazuri. Kinyume cha hivyo usipoteze umri wako katika mambo yasiyo na faida. Tungeishia hapa leo, ingekuwa ni bora zaidi. Mimi nitakufanya bayani tu kwa yale yaliyotokea jana. Wa nastaghfirullah wa natubu ilayh. Nasallallahu tabaraka wa taala an yaghfira lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma huwa a'lamu bihi minna. Huwa al-muqaddim wa huwa al-mu'akhkhir. La ilaha illa hu. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu